Katika video ya leo nitakuonyesha gauni zuri sana la kisasa liloshonwa kwa ubunifu wa hali ya juu. Kama wewe ni fundi mshonaji au unapenda kujifunza mitindo mipya ya nguo, video hii itakupa wazo zuri sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili watu wengi zaidi wajifunze pamoja nasi. Sasa twende tukashone gauni hili zuri kwa pamoja. Kama unavyoona kitambaa chetu ndo hicho, tumekikunja mara 4. Kama ambavyo unakiona, na kitambaa changu nimetumia mita 2. Kitambaa changu ni mita 2 tu. Tutaanza na vipimo vya bega. Bega letu ni inchi 16, tutagawanya kwa 2, tutakuwa na 8. Hiyo hapo inchi 8, kwa hivyo tutakwenda kuweka hapo inchi 8 kwenye bega letu hapo. Tutaweka hapo 8. Baada ya hapo tutaongeza nusu inchi kwa ajili ya kuja kushonea. Kwa hivyo tutaweka hapo nusu inchi. Lakini baada ya hapo nitashuka inchi 9. Inchi 9 nitashuka kwa ajili ya kwapa. Tutashuka 9 kwapa. Utaweka pia na hiyo pointi upande wa pili. Baada ya hapo tutakwenda kufanya vipimo vya urefu wa tumbo. Tumbo letu tutashuka kwa inchi 16. Tutafanya vipimo vya hipsi. Urefu wa hipsi ni inchi 25, kwa hivyo utashuka inchi 25. Tutaweka hapo 25 kwa ajili ya hipsi. Tutaweka mistari yetu kama hivyo. Lakini baada ya hapo tutafanya urefu. Urefu wetu ni 57.5, kwa hivyo tutakwenda kuweka hapo kama hivyo. Tutaweka na upande wa pili, nitaweka mstari huo, nitakiondoa kipande hicho kilichosalia chini. Sasa tutakwenda kuendelea na vipimo vyetu. Kifua chetu ni inchi 40. 40 tukigawanya kwa 4 tutakuwa na 10. Tutakuwa na 10 hiyo hapo. Kwa hivyo tutaweka inchi 10 hapo. Lakini baada ya hapo nitaongeza inchi 1.5. Taongeza hiyo inchi 1.5 hapo. Baada ya hapo tutakwenda kwenye vipimo vya tumbo. Tumbo letu ni inchi 30, tukigawanya kwa 4 tutakuwa na 7.5. Tutakwenda kuweka 7.5 hapo. Lakini baada ya hapo pia tutaongeza inchi 1.5 kama tulivyoongeza kwenye kifua. Tutaweka hapo. Hips yetu ni inchi 42. 42 tukigawanya kwa 4 tutakuwa na 10.5. Kwa hivyo tutaweka hapo 10.5. Na baada ya hapo tutaongeza inchi 1.5 pia. Tayari tumeweka inchi 1.5, lakini tutakwenda huku chini kwenye hivi vipimo. Chini kabisa kwenye pindo tutaweka inchi 10.5 hiyo tuliweka kwenye hipsi. Utaweka hapo. Tutaiweka hapo. Lakini nitaongeza inchi 2. Tutaongeza inchi 2 hapo chini. Baada ya hapo sasa tutakuja kwenye vipimo vya utaweka hapo inchi 8. Inchi 8.5 ile tuliweka kwenye bega. Huku tuliweka kwenye bega inchi 8.5 utaiweka hapo ili tuweze kupata mstari wetu wa kwapa. Kwa hiyo utaweka kama hivyo. Na hiyo inchi 9 tulioshuka kwapa utaigawanya kwa 2 ambapo utakuletea 4.5. Kwa hivyo utaweka hapo inchi 4.5 ili tuweze kupata kevu yetu nzuri. Kwa hivyo utatengeneza kama hivyo. Hiyo ni kevu. Kwa hiyo itakuwa kama hivyo. Baada ya hapo sasa tutakwenda kuunganisha pointi zetu.
Utaunganisha point kama hivyo. Tutakuja sasa kwenye vipimo. Hapo utaweka nusu inchi. Hiyo nusu inchi kwa ajili ya kutengenezea bega letu. Kwa utatoa nusu inchi hapo. Shingo letu, upana wa shingo ni inchi 4.5. Kwa hivyo utaweka inchi 4.5 upana wa shingo. Lakini urefu wa shingo ya nyuma tutaweka inchi 1.5. Utaweka inchi 1.5 hapo. Lakini urefu wa shingo ya mbele tutaweka inchi 6. Tutaweka inchi 6 hapo. Na baada ya hapo tutashuka inchi 4.5 mpaka chini. Ule upana tulioweka wa shingo inchi 4.5 tutashuka nayo mpaka chini. Tengeneza hapo. Alafu sasa tushuke inchi 4.5 hiyo, tutashuka nayo mpaka chini. Kama hivyo. Baada ya hapo tutaunganisha sasa, tutaweka mstari wetu huo. Kama hivyo unavyoona mimi nilivyofanya, ndio nguo yangu inavyotakiwa kuwa hivyo sasa. Hiyo ndio pattern ya nguo yangu kama hivyo unavyoiona. Hapo sasa nitatengeneza huo mstari wa bega hapo kwenye bega kidogo kama nilivyokuwa nimeweka alama, na nitakwenda kukata nguo yangu. Hii ni design mpya kwa wewe fundi ambaye unapenda mambo ya design, unapenda kuwa na mitindo mipya, basi hii nguo itakufaa zaidi. Hata kwa wale pia ambao wanapenda mitindo tofauti tofauti ya kuvaa, unaweza ukaiona nguo ukampelekea fundi ukamwambia naomba unishonee kama hivi, inapendeza zaidi. Hapo sasa tutakata kwanza hiyo shingo ya nyuma. Lakini baada ya hapo kisha maliza kukata, utaondoa hicho kitambaa cha nyuma. Kipande cha nyuma utakitoa kwanza. Unapokuwa unakata kuwa makini usije ukapitiliza ukakikata na chenye pia. Kwa hivyo utatoa, utakata hapo tumekata ile shingo ya mbele ambayo tuliweka inchi 6, alafu utakata mpaka chini. Kama hivyo ninavyofanya mimi. Hapo sasa tayari tunakwenda kushona nguo yetu. Utachukua kipande hicho cha nyuma kama ambavyo mimi nimekiweka hapo, na utachukua vipande vyako vya mbele utaweka kama hivyo upande wa juu. Tutakwenda kushona upande wa juu wa mabega kwanza. Tutaanza na kushona bega. Kwa utashona hapo na utashona hapo pia. Tayari nimesha shona kama hivyo unavyoona. Sasa hapa nitakwenda kupima huu urefu wa nguo yangu ya kipande cha mbele. Nitapima pote. Nitapima kama hivyo ninavyofanya. Inchi 1.5. Kwa hiyo nitapima tena inchi 1.5 hii hapo. Nitapima tena mita 1.5, samahani, mita 1.5. Kwa ujumla tumepata mita 3 na inchi 6. Ni mita 3 na inchi 6 hiyo tuliyopata. Hichi sasa ndio kitambaa ambacho tunakwenda kutengenezea kola yetu. Upana wake nimeweka inchi 5, lakini urefu ndio huo tuliopata ambao ni mita 3 na inchi 6. Lakini pia kitambaa hiki nimekinyoosha kwanza. Nimekinyoosha ili kupata usawa katikati kwa 2.5. Baada ya hapo hakikisha unaweka alama upande wa nyuma wa nguo yako, na utakwenda kushika pia hiyo nguo hivyo, na hiki pia kitambaa utakiwekea alama upande sehemu ya katikati ili nguo yako isije kupishana, na utashika kama hivyo. Tutakwenda kushona. Shika nguo yako vizuri kama hivyo ninavyokuelekeza mimi, na utashona mpaka chini. Hapo tayari sasa nimesha shona nguo yangu kama hivyo unavyoona. Nimeshaunganisha hicho kitambaa changu cha kola ambacho unakiona.
Nishakiunganisha vizuri. Tuendelee sasa. Hapa sasa hiki kitambaa hapa sasa ndo mshono wetu sasa uko hapa. Kama hivyo unavyoona hicho kitambaa sasa ndo mshono wetu unaanzia hapo. Hicho ni kitambaa ambacho nitakwenda kugeuzia hicho kitambaa cha mbele nilichokitoa, nimeweka nchi 5 kama hivyo unavyoona. Kile kitambaa ulichokata katikati tulitoa nchi 4.5, ina maana ilikuwa ni mara 2, kwa jumla ilikuwa nchi 9. Kwa hivyo hakikisha unapotaka kuja kuunganisha na kitambaa kingine katikati uongeze nchi 1 iwe nchi 10. Ili ile nusu nchi hiyo kwa ajili ya kushonea. Kwa hivyo tayari kitambaa changu nimeshakigeuzia hicho cha mbele kama hivyo. Kwa hivyo nitakishika hapo. Sehemu ile ambayo tuliishia kukata shingo letu ya mbele, kumbuka tulikata nchi 6 na tukaweka alama hapo. Alama hiyo hapo tulioweka nchi 6. Kwa hiyo utahakikisha pale ilipoishia nchi 6 ndipo utakwenda kuungia hicho kitambaa. Kuanzia hapo utakiweka hivyo na utaunga kitambaa chako hicho mpaka chini. Na utaunga upande wa pili pia hivyo hivyo. Tayari nimeshakiunganisha kama hivyo unavyoona. Nishakiunganisha. Taigeuza sasa nguo yangu uione jinsi ambavyo imetokea. Ndio hii hapo kama unavyoiona hapo. Sasa tukageuze nguo yetu kwa ajili ya kwenda kuiunga. Hapo sasa utakwenda kuweka nguo yako vizuri kama hivyo na utakwenda kufanya vipimo vyako na utashona hapo. Utashona sehemu zote mbili, utashona huku, utashona na huku. Tayari nimekwisha shona nguo yangu kama hivyo unavyoiona. Nimeshaiunganisha. Huku pia nimeunganisha. Baada ya hapa sasa tunakwenda kukata tutakwenda kuweka mikono yetu. Mikono yetu ndio kama hiyo unavyoiona, ni mikono ya kawaida tu. Mikono yangu ndio hiyo, lakini unavyoona hapo katikati nimenyoosha. Kwa hivyo nitakwenda kupima hapo na nitaacha nchi 2 kutoka juu. Kama hivyo unavyoona nafanya, nitaacha nchi 2 na nitakata hapo. Kwa hivyo utakata hapo. Lakini pia utakata na hicho kitambaa kingine. Tayari nimeshakata. Kwa hivyo nitakwenda kushona hapo. Nitakwenda kushona hapo. Na baada ya hapo nitapinda huko chini. Nitapinda vitambaa vyangu vyote viwili hivyo vya mkono. Tayari nimekwisha pinda kama jinsi ambavyo unaona hapo. Hii sasa ni mikanda ambayo tutakwenda kuiweka. Mkanda wangu huu nimeweka una nchi 12. Kwa hivyo jumla hapa na mikanda miwili kwa mkono mmoja, mikanda miwili kwa mkono mwingine. Kwa hivyo jumla nina mikanda 4. Utaweka hicho kipini kama hivyo na utakiingiza hapo ndani. Utafanya kama hivyo. Lakini baada ya kumaliza basi utaweka mkono wako kama hivyo na utakwenda kubana hapo, utashona hapo. Tayari nimekwisha shona kama unavyoona. Mkono wangu ndo huo, vimikanda ndo hivyo hapo, kinajivuta vizuri kama tumeka elastiki lakini hakuna. Baada ya hapo sasa utachukua mikono yako utaigeuza vizuri na utakwenda kushonea hapo kwenye nguo yako. Utaweka hapo.
Gauni kwa kawaida tunaanza kuingia kwenye kwapa mkono. Unaanza kushonea mkono wako kwenye kwapa kuzunguka nguo yako. Lakini kwa upande wa shati ndo tunaanzia kwenye bega. Kwa blouse gauni lazima uanzie kwenye kwapa, shati utaanzia kwenye bega. Tayari nguo yangu ndo hiyo kama unavyoiona, nimeshaunganisha mikono yangu hiyo hapo, nguo yangu imeshapendeza. Baada ya hapo sasa na hiki kitambaa ambacho nitakwenda kukiunganisha chini hapo. Upana wake ni inchi 5. Kama unavyoona hapo nimekikunja lakini pia nimekinyoosha. Kwa hivyo nitakwenda kukishonea hapo. Lakini kama hautaki pia kuweka hicho kitambaa chini sio mbaya, unaweza ukaacha, ukamaliza na ukapinda nguo yako tu. Tayari nimeshaunganisha kitambaa changu hicho. Baada ya hapa sasa tutakwenda kushona kwenye mpasuo, utashona kwenye mpasuo wako na mpaka hapo nguo yetu itakuwa tayari. Natumai video hii utakuwa umeipenda. Na kama umeipenda basi usiache ku-like, usiache ku-comment, subscribe na share video yangu kwa watu wengine ili waweze kujifunza zaidi. Asanteni na nashukuru sana kwa kuangalia video yangu. Wiki iliyopita sikuweza kuposti video kutokana na sababu zilizo nje ya uwezo wangu, lakini natumai hakijaharibika kitu kabisa, bado tuko pamoja. Kwa hivyo nashukuru sana wewe uliyechukua time yako. Asante sana sana.